In the history of the Bible, Biblia kuna vitu vingi ilivyovizungumzia, na endapo ukivifanyia au ukivifuatisha kwa umanani au ukavifuatisha kwa undani zaidi, hapo namaanisha katika kuvibabadua na kuvitimiza. Kuna mambo mengi ambayo yamejificha na yamewekwa viurizo vizito kwa baadhi ya kundi la watu. The Bible story leo hii nitaomba niingie ndani zaidi kuzungumzia hiki kitu. Katika pitapita zangu katika kupitia reference mbalimbali za maandiko matakatifu, nikakutana na Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kuanzia wa 7 kuendelea. Biblia au maandiko matakatifu yamezungumzia kitu ambacho hivi leo kimewekwa maswali, kimesababisha maswali kwa wengi zaidi, kimesababisha wengi zaidi kujiuliza nini nyuma ya hichi kitu, nini kitu kilichopo nyuma ya hichi kitu. Ipo hivi, watu wengi wamekuwa wakijiuliza nini siri ipo katika kuongea kwa lugha. All the mystery within speaking tongue. All things hidden within speaking in tongue. And what the meaning of speaking in tongue, and what effect is that someone receive, or what a positive effect someone receive once he starting speaking in tongue. There is more question from various people. Kuna maswali mengi umekuwa kijiuliza watu wengi, nini maana ya kuongea? Na maswali mwisho wa siku imewapelekea mpaka hao watu wasiofahamu hichi kitu kuwabatiza majina watu wanao process hichi kitu. Watu hao wamekuwa wakiitwa kwamba ni warevi. Watu hao wamekuwa kwamba wakiitwa ni watu wanaopayuka payuka. Watu hao wamekuwa wakiitwa kwamba ni watu ambao akili zimewaruka. Na hii ya leo imetokea kwa sababu watu hawajaelewa nini maana ya speaking tongue, nini maana kuongea katika lugha mpya. Sasa katika pitapita zangu za Bible history nikagundua kwamba there is something that is hidden, ya kwamba within tongue speaking kuna siri nyingi zimefichika. Kuna vitu vingi vimefichika. So ninaomba nikukaribishe katika Bible story au katika Wisdom Text series, katika Wisdom Talk series Israel, ili uweze kupata vitu ambavyo viko hidden within tongue speaking. Karibu sana, karibu sana. Upo kwenu na Mwalimu Simeon Maige. Watu wengi wanadharau hichi kitu. Watu wengi katika jamii hii ya sasa wanadharau hichi kitu. Wanakidharau, wanakiona ni kidogo, wanakiona ni kitu kidogo sana, ambako wakikiinganisha katika maisha na utakatifu wao wanakiona ni kitu kidogo. Wamekuwa wakidharau, wamekuwa wakikipuzia, lakini ndani yake kimebeba utajiri na fahari mkubwa. Wamekiona ni kitu kidogo kinacholingana na sisimizi, lakini kumbe ndani yake kimebeba ukuu usio kamatika. Ni kitu gani hicho? Ndicho kinaitwa tongue speaking, ongea katika lugha. People they do wamekizana
Salau unaona ni kitu kidogo, lakini ukisha kuelewa hicho kitu na maana ya hicho kitu, ndipo utajua maana kamili, utajua beneficial things ambazo zinakaa ndani. Karibu uzungumze kwenu na Mwalimu Simon Maige. Karibu uzungumze kwenu na Mwalimu Simon Maige. Leo nitaangazia hiki kitu. Leo nitaomba nizungumzie hiki kitu ambacho ndani yake kina beneficial things, ambacho ndani yake kina vitu vya muhimu sana. Within tongue speaking uta create privacy ya maombi yako. Within tongue speaking uta create confidential things ndani ya maombi yako. Within tongue speaking utamfanya shetani kuwa na upofu, hata kiona, sio upofu tu, atakuwa kiziwi, hatasikia kile kitu ambacho unakiona. Within tongue speaking uta create more richness, kwa sababu kwa mtu alicreate private life, kwa mtu alicreate private life, kwa sababu historia inasema most billionaire wengi wao wamecreate privacy. Hautajua siri ambazo wanazipata au anazozitumia bilionea kupata fedha zake. So within privacy ninaamini kuna ukuu. Ni wengi. Karibu sana kujifunze na Mwalimu Simon Maige. Leo nitazungumzia hiki kitu. Karibu sana ujifunze kwenu na Mwalimu Simon Maige. Leo nipo na somo nzuri, somo makini sana, somo nzuri ambapo kufuatisha kuna maana itakusaidia au kuna maana itakufikisha somewhere else. Mwalimu Simon Maige Wisdom Talk Series. Leo nitaomba tuangazie Bible story, tuangazie katika Biblia takatifu. Na leo katika vitu ambavyo nitakiwa tuviangazie things katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya mlokole, yanakuja na impact, yanakuja na beneficial katika maisha yao. Leo nitaomba niangazie katika spiritual room, katika maisha ya spiritual room, maisha ya Mungu lo. Okay, leo nitaomba sio ambacho nitakiwa nikizungumze, bali leo nitaomba nizungumzie kitu ambacho ni muhimu sana, ambacho kimo ndani ya spiritual room. Leo nitaomba nizungumzie kitu ambacho kinaenda kwa jina la tongue speaking. Tongue speaking. Nikiwa namaanisha kwamba kuongea katika lugha mpya. Tunazo lugha nyingi. Kwa sisi lugha ambayo tumeizoea ni Kiswahili, Kiingereza, Waislamu hutumia Arabic na mbalimbali. Waislamu kwao wanaongea katika lugha si tusiyoielewa ambayo inaitwa ni Arabic, ni dini ya Kiislamu. Lakini kwetu sisi leo nitakufundisheni tuangalie kuongea katika lugha mpya. Hii lugha mpya ni nini? Ni kitu ambacho nataka niwafundishe. Hii lugha mpya ni nini? Nilipita katika jamii fulani ambao walikuwa hawako aware na hii lugha mpya. Jamii ile ikasema kwa nini watu wale wanazungumza vile. Sasa baada ya kupita katika eneo lile, baada ya kukumbuka ile scenario, nikaomba nije na somo hili ambalo hata kama akisikiliza mtu mwingine ninaamini kuna kitu atajifunza. Sasa leo ninaomba nifundishe. Hichi kitabu kitagusa kila mmoja, kwa yule ambaye ni Mkristo ambao bado hajapokea, pia hata kwa yule ambaye hata hafahamu nini maana ya tongue speaking, nini maana ya neno katika lugha mpya. Ningesema tongue speaking hicho ni Kiingereza, bali Kiswahili chake kinaenda kwa jina la kuongea katika lugha mpya. Kuongea katika lugha mpya ni nini? Niweza kusoma kuongea katika lugha mpya, it's a man of God gift. Ni moja ya zawadi makini kutoka kwa Mungu. Na ukiipata inatakiwa sasa ufurahi moyo, kwa sababu it's a man of the God gift. So ni moja ya zawadi ambayo Mungu anaiachilia kwa mtu wake.
na haachilii. Na ngoja nikufundishe, nikisema kitu zawadi, zawadi haijishivi hii, bali zawadi inakuja pale unapokuwa umetafuta na umefanya vizuri katika ufalme au katika eneo fulani. Wachezaji wa mpira wanapewa zawadi la makombe mbalimbali. Wanapewa, nilipitia sehemu fulani nikaona Mama Samia ametoa milioni 15 kama goli la mama. So ile ni zawadi kwamba amewapa wachezaji wake kwa sababu wamemletea heshima fulani. So ndio kama kwa Mungu akipitia life cycle ya maisha yako, umemtafuta kwa ndani zaidi, ni kama zawadi Mungu anakuongezea kwamba chukua sasa hii zawadi. Na ngoja leo ni babadue hii zawadi ya tongue speaking ikoje, na ni kwa nini nimeitem kama zawadi. Tongue speaking inatemiwa au inafanyika kuwa kama zawadi kwa sababu hii tu moja. Tongue speaking ni moja ambao inakufanya kwanza utengeneze privacy ya wewe, ya maisha yako wewe na Mungu, pia ya maisha yako wewe na maono yako, pia ya maisha yako wewe na kile unachokiomba kwa Mungu kila itopo leo. Ndio maana nimeitem kama zawadi. Na mtu katika maisha na mafanikio, hapa ninazungumza na watu wenye miradi mbalimbali. Ukizungumzia kitu confidential na privacy, hivi vitu ni vitu ambavyo vimewapa mafanikio makubwa sana watu, kwa sababu ukimanage katika hii site, yani ukimanage wewe katika mambo yako mengi kuwa na usiri, basi yatakuinuria mafanikio makubwa ambayo wewe katika hali ya kawaida utashangaa. Ndio maana nimeitem sasa kama zawadi, kwa sababu hii zawadi inafanya maombi yako yawe more confidential, maombi yako yawe privacy, yawe na nywila ambao kiasi kwamba mtu akitaka kuelewa nini ambacho ulikuwa unamuomba Mwenyezi Mungu atatumia nguvu sana kukielewa kile kitu ambacho ulikuwa unamuomba Mwenyezi Mungu. Ndio maana nimetumia kama gift. Sio hapo umenielewa? I think hapo kuna kitu umenielewa. So tongue speaking is among the gift, na anapewa yule mtu ambao Mungu karidhika naye, kaona kwamba this man amenitafuta sana kwa hiki kitu. Nimekutolea mfano mzuri wa zawadi zinatolewa, na hazitolewi hivi, zinatolewa baada ya mtu yule aliyotoa zawadi kufurahishwa na kile kitendo ambacho wewe umekistruggle. I think umenielewa, understand. So tongue speaking nimeitem kama zawadi kwa sababu ina create privacy katika yale unaomwomba Mwenyezi Mungu. Matendo ya Mitume sura ile ya 1 mstari wa 8 inaeleza kwa undani zaidi. Ukisoma pale utaelewa. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 au kwanza mstari wa 7 utaelewa. Things umenielewa. So tongue speaking ni ile zawadi mtu ambaye anaipewa, na nikizidaka kuichimba zaidi kwamba ni ile zawadi ambayo mtu baada ya kuipata, basi katika yale maombi ambayo anayafanya ataongea katika lugha ambayo iko private, ambayo hata jirani yake hataelewa nini ambacho alikuwa akizungumza. Ukiwa ni mtu ambaye umepokea hiyo zawadi ya tongue speaking, ukiingia katika maombi yako, pia hata katika kundi lako umeingia katika maombi, kuna muda Mungu atakushukia na wewe sasa utaanza kuzungumza, utaanza kuweka privacy, utazungumza katika lugha isiyoeleweka katika ile jamii imekuzunguka. Hiyo ndio maana fupi ya tongue speaking. I think umenielewa. Ninazungumza hiki kitu kwa sababu nimeki-experience. Na mimi katika mafundisho mengi yangu, ukinifuatisha somo la The Deceit hapo nilirelease YouTube, ujitia tena somo lingine, mikono iliyofungamana na hila, mikono iliyofungamana na laana. Haya mafundisho yangu yote ukinifuatilia, yote haya nime-experience katika maisha yangu ya kawaida. Ndio pia hata katika hichi ambacho ninataka nikufundisha, naogopa kile kitu ambacho mtu aliye experience na kikamletea matokeo akakufundisha wewe.
ichukue hiyo ni kama siri, ichukue hiyo ni kama siri, kwa sababu yeye anakufundisha kitu ambacho amewahi kupitia katika maisha yake na akaona nini faida ya hicho kitu na nini faida ya hilo jambo, na ndio maana kwa roho yake nzuri akaamua sasa akufundishe pia hata wewe. Mimi nakumbuka katika miaka 4 iliyopita, I think si 2019 niko form 4. Pale ndipo Mungu alinishushia hii zawadi kuongea katika lugha mpya. So nakwambia hichi kitu kwa sababu najua effect na beneficial intervals na ziko hapo. Baada ya kupokea kitu kipya, hichi kitu kwa ni form 4, not form 4, ilikuwa ni A level for 5 years. A level 5 ndio nilipokea hichi kitu. Ilikuwa I think 2021, yes, ndipo nilipokea hichi kitu. Na baada ya kupokea kile kitu, I think katika hata kile ambacho nilikuwa nikifanya maombi yangu ilikuwa ni tofauti sana. Na more impact na more beneficial things nilikuja kuiona 2022 nikiwa katika University of Dodoma. Hapa sasa ndio nimekuja kuona impact kubwa na beneficial issue ambazo na analyze within tongue speaking. Nimeona Mungu akitokea sana, nimeona Mungu akijibu sana maombi ambao nikakueleza mlio wa Bwana ni utasema kwamba ninakuongopea, lakini ni uhalisia uliopo. Nakumbuka one day nilikuwa katika eneo fulani la kufanya maombi. I think niliomba kitu kigumu sana. Nilikuwa katika eneo fulani, nilikuwa nimekosa fedha ambao ni kitu kama shilingi 700,000 na uchafu sana. Nikaenda katika kuomba Mungu, nikafanya isolation, nikafanya meditation. Baada ya kuomba Mungu pale, kuna kitu kikubwa ambacho nilipokea. Baada ya kuomba pale, Mungu akatengeneza njia ambazo mpaka sasa hivi sielewi zile njia zimetokea aje. So ninachokufundisha, nina experience ile 700,000 nilipata within 3 days, within 1 week. Kwa nimeomba Mungu, Ijumaa, ilikuwa siku ya Ijumaa, nimeomba Mungu siku ya Ijumaa na haikupita wiki 700,000 ile nikaipata. Na ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho kijui. Mzazi wangu wala si mfanyakazi wala si mtu mwenye kipato kikubwa, lakini Mungu akanishangaza akalipata ile kwa. So it's a mango of beneficial, na hapo mengi ambao nimeyapata within more beneficial things. Na uzidi kunifuatilia katika mafundisho yangu zaidi, utakuwa unapata more testimony ambayo nitakao nikikusimulia. Okay, hapo nilikuwa nakutolea short story ambayo nime experience. Sasa tongue speaking hii ni kitu gani? Au hii ni kitu gani katika maisha na mlokole, au katika maisha na kutafuta uko, hii ni kitu gani? Watu wengi iko hivi, watu wengi wamekuwa wakikizalao hichi kitu, watu wengi wamekuwa wakikitupilia mbali kabisa hiki kitu. Watu wengi wamekuwa wakikipotezea kabisa hiki kitu, wameona ni kitu ambacho ni cha kawaida, wameona ni kitu ambacho hakina manufaa yote. Lakini ngoja nikutolee wasiwasi kwa wewe ambao unakitafuta hiki kitu. Hiki kitu ni more beneficial na kina umuhimu sana katika maisha ya wewe na ukuu. Kwa sababu ninasema ni beneficial kwa sababu gani? Kwanza kinakucreatea privacy, yani kinakucreatea ule usiri wa maombi yako. Na ukisha manage katika usiri kile kitu unachokiomba, kwa kila kitu utakachomuomba Mungu, basi jua kwamba kitakuwa kina usiri, mwenzako hatasikia. Ipo hivi katika maisha yako hivi. Maisha mwanadamu asije akakudanganya mtu yote. Mwanadamu always kajariwa na jealous, ule wivu kajariwa na wivu. So mwanadamu unaweza kuwa ni marafiki mwashibana, kinaenda kwa Mungu nyote mnaomba, unaomba Mungu na kumpatia hiki na kumpatia hiki, lakini baada pale lazima jealous zitakuwa kwa mwanadamu. Na ndio moja sifa ambayo mwanadamu kaumbiwa, ambapo hata afanyaje hii sifa haitakaa ife. Anaweza akawa ni mtumishi mkubwa, anaweza akawa ni muumini mkubwa wa Kikristo, lakini kila mtu tukubaliane tukaumbiwa na jealous na afanye juu chini, hiyo jealous ikatoka. So jealous utaishinda kwa lengo hilo, kumfanya mwenzako asielewe kile kitu ambacho unakiomba. Wafalme wa Pili sura ile 15, sura ile ya 6 mstari wa 15, Biblia inaniambia kwamba Nabii Elisha akawatia upofu lile jeshi ambalo lilikuwa likimtafuta. Umeona, akawatia upofu wasimuelewe nani wanamtafuta.
ndio huu upofu ambao ninaozungumzia. Unawatia upofu adui wasielewe nini ambacho umekiomba kwa Mwenyezi Mungu. Ukimanage kuwatia upofu, na tunawatia upofu maadui katika moja ya njia ni tongue speaking, kwa sababu utaomba kitu ambacho hata shetani kisikii. I think umenielewa. Sasa tuje tuendelee. Leo nitakufundisha njia za kupata hii tongue speaking na kumanage. Njia ya kumanage tongue speaking na kupata. Leo nitakufundisha vitu vikuu viwili. Ya kwanza nitakufundisha spiritual isolation na spiritual meditation. Hivi ndio vitu ambavyo vitakufanya umanage tongue speaking na uweze kuongea lugha mpya. Kitu cha pili ni Bible studying na prayer na kuomba. So nitaanza kuzungumzia kitu kimoja baada ya kingine. Kisema spiritual meditation, spiritual isolation na meditation, hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia sana kumanage tongue speaking, pia hata kupata tongue speaking, kwa sababu within spiritual isolation ndio itakufanya sasa wewe kukumbuka. Mungu atakufanya kukumbuka vitu ambavyo itakiwa viombee, more things ambavyo itakiwa viombee, na katika kukumbuka ile utakufanya usikie machozi kutoka. Baada au ukiwa katika meditation, sasa vitu hivi vinaendana kwa pamoja. Ukiwa katika kutafakari ile deep meditation, hapo ndio Mungu ataishusha gift. Ukiwa na consistency ya kufanya hizi spiritual isolation na deep meditation, hapo ndio Mungu atashusha hiyo gift na utaanza kuweka privacy, kwa sababu Mungu ataona kwamba umemtafuta ndani zaidi. So ili ameneti na kukufanya wewe kuwa mtu mkubwa, atakutengenezea privacy ambayo ndio yeye anakushushia Roho Mtakatifu kusaidia ongea ya lugha mpya. Na hapo sasa utavuka kama jitu kubwa ambapo ukizungumza tu people they get a different deliverance. Na ipo hivi, kwa mtumishi wa Mungu ambaye hujapata tongue speaking, siku ukipata tongue speaking, kama ulikuwa unafanya mambo makubwa, siku ukipata tongue speaking, basi ndio utakuwa jitu ambalo halisikiki katika moto. Yaani utakuwa ni jitu ambalo halisikiki haswa katika moto. Kitu kingine cha pili ambacho nataka nikuzungumzie ni via Bible studying and praying more. Watu wa Mungu, kupitia kusoma maneno ya Mungu, na kuomba sana, hapo Mungu ndio atakupatia gift. Nimekutolea mfano, mchezaji wa mpira hawezi kupokea gift bila kuona kwamba ka struggle. Mama Samia hawezi kutoa goli la mama kwa timu fulani bila kuona timu fulani imeshinda nje na ndani imefunga goli. Ile goli lipo kwa lengo, kwa sababu wamelitafuta wachezaji. Ndio ipo kwa Mungu. So Mungu hawezi kuachilia gift mpaka kuona struggling katika maneno mawili. Umefanya spiritual isolation na meditation, na within spiritual meditation na spiritual isolation ndio utapatikana. Lazima tu utasoma neno la Mungu, utalichimba kwa ndani zaidi, utasoma neno la Mungu, utalichimba kwa ndani zaidi. Baada ya kusoma neno la Mungu, hapo nitategemea sasa utaingia katika prayer na unafanya prayer, hapo sasa Mungu anaachilia gift. Mungu sasa ndo anaachilia gift ambayo inaita tongue speaking. I think